Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Amma ba'du, ndugu zangu, na kuhuseni na nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani ndio muhimili mkubwa zaidi wa mafanikio katika haya maisha ya dunia na akhera. Tunaendelea na darasa ya tafsiri katika surati Ar-Ra'd. Tulikuwa tumeishia katika kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, wa fil ardi qita'un mutajawirat, na katika ardhi kuna vipande vya ardhi, yani matabaka ya ardhi yaliyokurubiana. Qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin, na katika hivi vipande kuna mabustani au mashamba ya mizabibu. Min a'nabin wa zar'un, na mimea ya kawaida ambayo haina ni sura kama ya miti, mimea ya kawaida. Wa nakhlun, na kuna mitende. Sinwanun, iliyojikusanya. Wa ghairu sinwanin, na ile ambayo haijajikusanya katika shina moja. Hii mimea yote na haya mapande ya ardhi na hivi vipande vya ardhi, yusqa bima'in wahidin, vinanyeshelezwa kwa mvua ya Mwenyezi Mungu Jalla wala, kwa maji mamoja, yani kwa mvua moja kwa mfano, au kwa maji ya kumwagilia ya aina moja. Yusqa bima'in wahidin. Lakini maajabu ni kwamba wanufaddilu ba'daha, na tunazidisha na tunafadhilisha baadhi ya hii mimea. Wanufaddilu ba'daha, yani baadhi ya hii mimea na haya mashamba. Hiyo hai inarejea kwenye mimea na mashamba. Tunafadhilisha baadhi ya hayo, ala ba'din, juu ya mengine. Fil ukuli, katika lishe. Fil ukuli, katika lishe au katika material. Muujiza hapa ni kwamba tulikuwa tumesherehesha jana kwamba tukifananisha ardhi na mama ni mmoja, mvua ni moja, aina ya mbegu ni moja, hali ya hewa ni moja. Sababu za kisayansi yani zime balance. Ni kitu gani sasa kinafanya baadhi ya mimea au baadhi ya mashamba au baadhi ya miti imezidi mingine katika mazao? Fil ukuli, katika mazao au katika lishe. Jawabu ni kwamba ni qudra ilahia, ni uwezo wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ambao hautegemei sababu za kisayansi. Wa mashiatuhu, na matakwa yake. Nukta hii ni nzuri sana na ya msingi sana katika masala ya aqida, kwa sababu kuna dhana ya watu, hasa watu ambao wanaamini sayansi zaidi kuliko kuamini Mwenyezi Mungu. Sisi tunaamini sayansi, sio kwamba tuamini sayansi, lakini tuamini Mwenyezi Mungu Jalla waala ndiye aliyeumba sayansi, na sayansi haijatoka kwenye control ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mfano wa kutoka sayansi nje ya control ikawa inafanya inavyotaka, sio kama atakavyo Mwenyezi Mungu. Mfano wake ni nini? Mfano wake, kwa mfano, dawa ya malaria ifanye kazi kwa mgonjwa ikatibu malaria kwa sababu ya nguvu yake ya dawa ambayo imepewa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ikatibu na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hataki huyo mgonjwa apone, lakini kwa sababu dawa ina nguvu na ni nzuri na mwili labda wa mgonjwa unapokea dawa, kwa hivyo akapona tu hata kama Allah hataki. Manake hapa kwa mfano huu ambao haupo, mfano wa kimaelezo tu, imagination,
huu mfano haupo, kwamba yani kwa sababu ya process zimekaa sawa na miundombinu iko vizuri ikaleta matokeo hata nje ya mashia na matakwa ya Mwenyezi Mungu Jalla waala. Kwa hivyo ingelikuwa hakuna haja ya kumuomba Mwenyezi Mungu Jalla waala, ingelikuwa kuna haja tu ya kukomaa na mipango na miundombinu na kazi. Ama kumuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kungelikuwa hakuzidishi chochote wala hakupunguzi chochote. Ingelikuwa kila matokeo yote yanategemea sayansi na miundombinu. Kwa hivyo ingelikuwa aqida ya dua, kwamba dua ina athari na tawakkuli ina athari, ingelikuwa haina maana. Kuna watu wanadhani sababu za kisayansi zikikaa katika mkao fulani ambao mahesabu yanasema kutatokea kitu fulani, lazima itokee. Sio lazima. Na hapa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amepiga mfano huo. Na wakati mwingine hiyo aqida mbovu hiyo, kwamba mipango iko sawa, kwa hivi ilivyokaa hii mipango, calculation zinasema tunaenda kufanikiwa, na hali ya kuwa imekufa ile aqida ya kwamba Allah ndiye anayefanikisha. Wakati mwingine huyu ndio anakuaga mchawi. Yani mambo yakiwa yamekaa vizuri, alafu huko kukaa vizuri kwa mambo na mipango kukapelekea ukamsahau Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ikawa akili yako na nafsi yako vimeegemea kwenye hiyo mipango mizuri, basi wakati mwingine Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla huwa anazima hiyo mipango ili akuoneshe kwamba hiyo mipango sio A to Z bwana. Hizo ni sababu mimi nimeziweka, zikipatikana kunapatikana kitu fulani, lakini si lazima zinaweza zikapatikana na hicho kitu kisipatikane. Mtu anaweza akarogwa asirogeke, anaweza akapewa sumu isifanye kazi, anaweza akapewa dawa isifanye kazi. Na hiyo ndiyo maana ya inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah ni muweza wa kila jambo. Ingelikuwa kuna jambo kwa mujibu wa sayansi yake haliwezi kubadilishwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ingelikuwa hilo neno inna Allaha ala kulli shay'in qadir halipo. Maana ya Allah ni muweza wa kila jambo, yani anaweza akaleta matokeo nje kabisa ya hii sayansi ambayo mnaijua nyinyi. Kivipi? Kwa mfano, anaweza akatoa mazao yamestawi sana katika ardhi ambayo nyinyi mnasema ni kame, na anaweza akatoa mazao dhaifu sana kwenye ardhi ambayo ina rutuba na imepata mvua vya kutosha. Idhan kullu al-umuri biyadillah. Kwa hivyo mambo yote yako katika mkono wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. La yakunu shay'un illa bimashiati, haliwi jambo isipokuwa kwa utashi wake. Wala yakunu fi mulkihi ma la yurid, wala haiwezi kuwa katika ufalme wake jambo ambalo yeye hajataka liwe. Masha Allahu kana wama lam yasha lam yakun, yale yatakayo Allah yanakuwa na yale ambayo Allah kuyataka haiwezi kuwa. Kuna watu wanakufa maskini na ni watafutaji kweli kweli, sio wazembe. Mpaka unamwona mtu amekaa anafanya tu kazi fulani, sitaki kupigia mfano wa wazi, kazi duni yani, sema huyu bwana mwanaume mzima anafanya kazi hii. Kumbe mwenzio mwanaume kuliko wewe kafanya kazi nyingi kweli katika utafutaji, kahangaika sana, lakini hizo sababu na kuhangaika haziwezi kufanya zaidi ya kadari ya Mwenyezi Mungu Jalla waala. Kwa hivyo anakufa maskini na ni mhangaikaji sana, na jamaa zake wamefanya harakati sana ya kumsaidia. Kuna watu wengine wanakataga maskini katika ukoo wao, labda ukoo wa matajiri, bwana sisi fulani amekuwa maskini, kwa hivyo ukoo mzima unafanya harakati na nini ili na yeye awe kama wao. Kama yeye ni maskini atakufa maskini tu hivyo hivyo. Mumpe mtaji, mumhangaikia, atakufa hivyo hivyo. Na kuna watu wamenyenyuka kwa sababu ndogo kabisa, Allah Azza wa Jalla amewanyenyua. Qul Allahumma malikal mulk, Mwenyezi Mungu ni mfalme wa falme, Mwenyezi Mungu ni mfalme wa ufalme. Ufalme
mfalme wake ni Allah. Yu'ti al-mulka man yasha, anampa ufalme amtakaye na ukubwa. Wa yanzi'u al-mulka mimman yasha, hata kama huyu aliyepewa ufalme alikuwa ni mtu vigezo havimsapoti, mazingira hayamsapoti. Kwani hamjaona unani urais ulivyokwenda kwa Magufuli? Vigogo walikuwa wanasapoti watu wengine, kama ufahamu wangu itakuwa sio ni sahihi, kwa sababu mambo ya siasa watu wenyewe wanayajua zaidi. Kwa mimi ninavyojua, supporter ilikuwa iko upande mwingine, lakini qadari ya Allah jalla wa ala ilikuwa imemwangukia yeye. Anampa ufalme amtakaye, hata kama sababu hazikuwa zinatosha. Wayanzi'u al-mulka mimman yasha, anamnyang'anya ufalme amtakaye, hata kama sababu za kubakia za kwenu mnaona zimetosha. Yu'izzu man yasha, anamtukuza na anamnyenyua mtakaye, hata kama sababu zake zilikuwa hazitoshi kumnyenyua. Wa yudhillu man yasha, na anamtweza na anamteremsha amtakaye, hata kama sababu zilikuwa zinaonesha anatakiwa apande. Biyadihi alkhairu innahu ala kulli shay'in qadir, katika mkono wake Mwenyezi Mungu azza wa jalla kuna kila kitu, na yeye ni muweza wa kila jambo. Kwa hivyo akasema yusqa bima'in wahidin, hiyo mimea inanyeshelezwa kwa maji mamoja. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, na tunafadhilisha baadhi ya hiyo mimea kuliko mingine katika lishe. Fil ukul inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun, katika hilo kuna mazingatio kwa watu wenye kuelewa. Kisha Mwenyezi Mungu azza wa jalla akasema katika aya ya 5, na hii aya ni aya ya kwanza katika darasa yetu ya leo, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum, kama unataka kuona ajabu, basi ajabu ni kauli yao. Kauli yao nani? Makafiri. Aidha kunna turaban, hivi tutakapokuwa ni mchanga. Yani mwanadamu akizikwa anaoza, anaenda katika kila muda unavyokwenda mpaka mwili wake unachanganyika na mchanga, vinabakia baadhi ya viungo vigumu kuoza kama nywele na mifupa, vinaenda muda ukiwa ni mrefu na wenyewe vitapotelea kwenye mchanga. Baada ya miaka mingi ukifukua utaona ni mchanga tu basi. Kwa hivyo walisema wao katika kauli za ajabu, aidha kunna turaban, walisema katika hali ya kujadili ahadi ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla ya kuwafufua wafu. Wakasema hivi tutakapokuwa ni mchanga, a inna la fi khalqin jadid, hivi kweli sisi tutakuwa katika umbile jipya, yani tutafufuliwa turudi tena upya kama zamani. Mwenyezi Mungu azza wa jalla akasema ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, watu hao ni watu ambao wamemkufuru Mola wao. Hata kama wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu azza wa jalla yupo, lakini ukikufuru moja katika sifa za Mwenyezi Mungu azza wa jalla ndio umemkufuru yeye mzima. Hawa wamekufuru kipengele cha kudura ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla kuwafufua viumbe. Kwa hivyo ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, watu hawa wamemkufuru Mola wao, kwa sababu rabbi wao, maana ya rabbi ni yule ambaye anaweza kila jambo, bwana mlezi. Wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim, Allah akasema kama mtu haelewi jambo hili si bure. Al-aghlalu fi a'naqihim, hawa watu wana vikwazo vya kiimani. Kuna vikwazo vya kiimani ambavyo mtu anajiingiza mwenyewe. Mwenyezi Mungu hamuingizagi mtu katika vikwazo vya kiimani, isipokuwa yeye mwenyewe afanye sababu alafu ndio anaingizwa. Kwa hivyo anamjiingiza mwenyewe. Mwenyezi Mungu azza wa jalla, kwa nini tumesema mwanadamu anajiingiza mwenyewe?
kwa sababu yeye ndio anayefanya jambo la mtu akifanya kosa ambalo litamfanya afungwe. Sikajifungisha mwenyewe. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yamejaa maelezo yake katika Qur'ani kwamba anawapoteza watu, lakini undani wa maelezo wale ambao wenyewe wameingia katika sababu za kupotezwa. Kwa hivyo watu hawa wana minyororo au wana pingu katika shingo zao, wamefungwa, hawamuvu wakatoka walipo katika ukafiri wakaamini, pamoja na uwazi wa masala na sababu za kiimani. Ulaika al-aghlalu fi anaqihim, watu hao pingu ziko katika shingo zao zilizowafunga wasiende katika imani. Wa ulaika ashabu nari hum fiha khaliduna, na hao ni watu wa motoni, humo watakaa milele. Huu mjadala wa wanadamu, nadhani watu wengi ambao wamekataa kuabudu kabisa wana akida kama hii, hata kama wasiseme, kwa sababu anayeamini kwamba kuna kufufuliwa na kuna kulipwa, hata asiwe mcha Mungu sana, lakini atakuwa anafanya kidogo kidogo, kwa sababu si anaamini kuna malipo. Basi kuna baadhi ya mambo ataacha ili asije akaadhibiwa, kuna baadhi ya khairi atazifanya ili aje alipwe. Atakuwa anafanya japo kwa kujishikiza. Yule ambaye amestaafu kabisa katika dini, huyo anakuwa ni katika watu ambao unafahamu, ndio maana imekuja kutenda matendo mema ni pati katika tafsiri ya imani, katika zile pati tatu za imani. Al-imanu huwa al-i'tiqad, al-i'tiqadu bil jinani, imani ni itikadi, na imani ni an-nutq, ulichokiamini unakisema, ambayo ni shahada, na ni lazima utende japo kidogo. Ikiwa mtu ameitakidi, amesema yeye ameitakidi na akatamka, alafu asitende kabisa, Ahlus Sunnah wal Jamaa wanasema huyu ni kafiri. Yani katika maisha yake hatendi kabisa. Wanasema angelikuwa kwenye hivyo vipengele vya kwanza ni mkweli, anaitakidi kwa moyo, lazima angefanya hata kidogo. Kama hafanyi hata kidogo, ni kafiri. Ulaika ashabu nari, hawa ni watu wa motoni, hum fiha khalidun. Mjadala hapa tujikumbushe kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin, hivi hajaona mwanadamu kwamba sisi tumemuumba kutokana na tone la maji? Fa idha huwa khasimun mubin, mara yani ghafla amekuwa ni hasimu mkubwa. Mubinun yani kabirun, hasimu mkubwa ama hasimu wa waziwazi. Hasimu wa nani? Anagombana na hoja za Mola wake na kauli ya Mola wake, kwamba yeye Mola wake anasema nitafufua waje siku ya kiyama, nimewaleta wanadamu wanaishi, mimi hapa nawaangalia tu, linandhura kaifa ta'malun, ninawaangalia wanafanya nini, wakifariki nitawalipa, malipo yataanzia kaburini. Mwanadamu akasema hapana, mwanadamu kafiri. Fa idha huwa khasimun mubin, amekuwa ni khasimu wa wazi. Wa dharaba lana mathalan, ametupigia sisi mfano, akasema qala, akasema man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, nani atahuisha mifupa na hali yake imesagika sagika. Ramim, imesagika sagika ikapotelea katika mchanga. Au ramim, baadhi yake imeliwa, imechakaa, sura yake ya nje imeliwa, wa hiya ramim. Ile maana ya wadharaba lana mathala, ametupigia sisi mfano, yani kuna wakati mwingine mwanadamu analipima jambo kwa mujibu wa akili yake. Hiyo ni katika aina za kumfananisha Mwenyezi Mungu, yani lile ambalo yeye analiona ni gumu, anaona na kwa Mwenyezi Mungu gumu, ambalo haliwezekani kwake na kwa Mwenyezi Mungu
haliwezekani kwake. Kwa hivyo kama watu hawawezi na Mungu hawezi, maana yake amemfananisha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na nini? Na watu. Ndio maana akasema wadaraba lana mathalan, akatupigia sisi mfano. Yani amepiga mfano unaotuhusu sisi. Qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, nani atahuisha mifupa na hali ya kuwa imesagika? Angalia jawabu, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Hili si unalikubali? Unganisha na hili. Wewe si unakubali Mwenyezi Mungu ndiye aliyeiumba mara ya kwanza? Unajua kafiri anaamini kwamba Allah yupo na Allah ndiye aliyeumba. Ukafiri wake uko wapi? Anapokataa kufufuliwa. Kwa hivyo Allah anamlazimisha kwa hoja anayoikubali, kwa hoja anayoikataa. Katika mjadala unatakiwa umshinde mtu kwenye hoja anazozikataa kupitia hoja anazozikubali. Umeelewa? Kwa mfano mtu hataki stara. Nyinyi Waislamu kwa nini mnajistiri? Tunajistiri kwa sababu sio viungo vyote vinatakiwa vionekane, kwa sababu vingine vikionekana vitaleta ushawishi. Sababu ya kujistiri ziko nyingi, lakini moja katika sababu za kujistiri ni mapambo. Qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum, tumekuleteni mavazi yanayostiri. Kuna mtu mwingine ni kama funguo, yani umbile lake kama funguo zile lakini akivaa stara anapendeza. Na wengi katika wanawake wamechukiza kwa sababu wamekataa stara wengine. Kwa hivyo unamwambia, mbona wewe hapo ulipo umevaa? Si ungejiachilia ukakaa kama ulivyoumbwa? Anasema hapana, labda nikiachilia maziwa nje itakuwa ni mushkeli, nikiachilia mapaja nje itakuwa ni mushkeli. Tunakwambia hivyo hivyo, sisi tumeenda mbali zaidi kwa hoja hiyo hiyo. Kwa hivyo wao wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameumba mwanadamu kutokana na udongo, sio? Sasa unakataa nini kwamba akiwa udongo hawezi kuumbwa kwa mara ya pili, wakati mara ya kwanza alikuwa ni udongo akaumbwa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Waambia ataihuisha yule ambaye aliiumba kwa mara ya kwanza. Tena ametumia neno alianzisha kwa mara ya kwanza. Hata sio kama anavyofanya seremala, anatengeneza nini, stuli au meza kwa kutumia material ipo, sio? Allah amemuumba mwanadamu, material haikuwepo, akaumba material yake, alafu akamuumba mwanadamu kutokana na material. Material yake ni mpya na yeye mwenyewe ni mpya na design yake ni mpya. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni mjuzi wa kila pati ya kiumbe chake, anaijua kila pati iliyopotelea katika ardhi. Yale maji yaliyopotelea ardhini, ile mifupa iliyopotelea ardhini, si imepotea lakini ipo, imepotelea ardhini. Allah anathibitisha kwamba atakapomfufua mwanadamu sio ataumba fremu nyingine alafu aichukue ile roho ya mwanadamu aiweke kwenye fremu mpya. Fremu ile ile ya zamani ndio itakayorinyuishwa, ile ile ya zamani. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Hizi fingerprint kila mtu anazo, zitarudishwa hizo hizo. Sio kwamba utaumbwa vidole vyako ni kama hivi hivi, lakini hizi fingerprint zimeumbwa zingine. Zile zile zitarudishiwa. Ukiweka dole gumba na lile liliwekwa na immigration baada ya kufufuliwa ni male male kwa Kiswahili cha kwetu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Nini munasaba wa aya hii? Manake mwanzoni mwa darasa tumetaja aya ya mwisho jana, sio? Kwa nini imekuja wa in ta'jaba fa'ajabun qawluhum? Kama kuna jambo la ajabu basi ni ajabu ile kauli yao inayobisha inayopinga na inayodoubt suala la kufufuliwa mwanadamu. Nini munasaba wa aya hii? Mahusiano ni nini?
aya iliyopita imezungumza kwamba kudra ya Allah haitegemei sayansi, na kudra ya Allah haidhibitiwi na sayansi na wala haiblokiwi na sayansi. Kwa sababu ya hiyo kudra anaweza kufanya jambo lolote ambalo analitaka. Na sio tu amesema, ameonesha mfano, yusqa bimai wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, kwamba hapa uwezo wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla umeleta mazao zaidi ya sababu na process ya kisayansi. Ndio wa intajaba fa'ajabun qawluhum, wanaishi katika hayo mazingira na kudra ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, alafu eti wanajadili. Kwa hivyo katika hoja, yani katika hoja za kivitendo ambazo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amethibitisha kwamba anaweza kufufua viumbe, ni vile anavyoumba mimea na ardhi. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum, ni jambo la ajabu mtu kupinga kufufuliwa baada ya kuwa anaishi kwenye hizo hoja, baada ya kuwa yeye mwenyewe ametokana na maji, baada ya kuwa mimea anaona inahuishwa. Inakuwaje huu muhindi, maanake muhindi, hizi punje nyingi zimetoka wapi jamani? Ile punje ya kwanza yenyewe ilishamalizika, imepotelea ardhini, uongo? Kikatoka mmea mwingine. Ile punje ilikuwa ina gramu ngapi? Tuseme ilikuwa ina gramu 5 labda. Sasa zimekuja punje 700, zina gramu ngapi? 700 mara 5, si gramu nyingi kabisa hiyo punje moja, na mabua humo. Haya mahindi maana yake yamekonvertiwa kutoka katika mchanga. Mchanga ulikuwa hauna mafuta, hiyo punje ya muhindi ina mafuta. Katika mchanga hakukuwa na wanga, sasa humu kuna wanga. Labda material ambazo hazikweko, angalia Allah anavyoconvert. Alafu wewe ukikula ule muhindi inatokea hii nyama hii. Wa in ta'jaba fa'ajabun qawluhum. Kwa hivyo ajabu sio kusema Allah anaweza, ajabu ni kusema Allah hawezi. Hilo ni jambo la ajabu sana baada ya kuwa hoja zimedhihirika. Jambo la ajabu sio sisi tunavyosema kwamba Allah atafufua viumbe. Ajabu ni wao kusema kwamba Allah hatofufua viumbe, na hali ya kuwa ulimwengu ulikuwa ni sifuri, Allah akaufanya ukawepo. Wa in ta'jaba. Na si mnaona hoja hii ilivyo wazi? Kama mtu haamini hivi, Allah akasema kuna kikwazo, huyu mtu ameingia kwenye pingu, amefungwa pingu za kutokufika katika imani. Qur'ani imetaja katika sababu za mtu kuzuiliwa na imani, anasema wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Ikija sababu za imani na ulinganio wa imani, alafu wewe ukapuuzia, ukashika hamsini zako. Yani Allah anataka uamini on the spot, pale pale. Imani nani, moyo wako na akili yako ikukusemesha kwamba hili ni jambo linakuita katika imani, pale pale upokee. Usipopokea, Allah anakupoteza pale pale. Yani ni haki ya Allah kukupoteza pale pale. Asipokupoteza akakupa nafasi ya pili na ya tatu na ya nne, hiyo ni favor tu amekufanyia, lakini ni haki yake kukupoteza pale pale na kukufunga hizo pingu za kiimani. Pingu za kiimani ndio akifungwa hizo pingu anakuwa ni summun bukmun. Summun kiziwi, bukmun manake kama ni bubu, manake hawezi kuuliza hata njia. Manake kuuliza ni sababu ya kupewa ufafanuzi. Kwa hivyo yeye ni summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, katika nyoyo zao kuna maradhi, Allah akazidisha maradhi. Kwa hivyo wanuqallibu afidatahum, tunageuza mioyo yao na uelewa wao, sababu Allah akitaja fuadi anakusudia moyo na uelewa. Tunageuza mioyo yao na uelewa wao. Wanuqallibu afidatahum wa absarahum, na macho yao. Hizi ni sababu za uongofu, tunageuza. Hata utashangaa kuna mtu eti haoni njia za kusaidia katika kheri kwa pesa zake nyingi, anaenda kusaidia kwenye mambo ya umisi.
anaenda kuwapa pesa watu wanaonengua, anaenda kuwapa pesa na kuwaendeleza waigizaji na wana music, eti anawekeza. Watu wa Morogoro wanasema jamani, mambo yote ya uwekezaji haujaona wewe? Kuna watu wangapi ni wagonjwa wamekosa pesa ya kutibiwa labda milioni 10 tu au milioni 5 tu, anakufa na maradhi makubwa, wewe hajaona mambo ya kuwekeza, eti na yeye naye ni Muislamu. Walimu wa madrasa hawana nani, madrasa misikiti, tamalizia wenyewe maneno haya. Kwani si mna akili zenu bwana? Hauni hizo sababu zote, hauni hizo kheri zote. Ulaika al-aghlalu fi anaqim, watu hawa Allah amewafunga pingu na hajawaonea, kwa sababu wao wameoneshwa imani. Yani kila aliyepotezwa Allah aliwahi kumuonesha imani akaipotezea. Sio vizuri kupotezea nani mambo ya kheri. Ulaika al-aghlalu fi anaqihim. Wanawachuoni wengine wametafsiri ulaika al-aghlalu fi anaqihim yawm al-qiyamah, yani siku ya kiyama watafungwa aghlal, hizo pingu. Tukikusanya tafsiri tutasemaje? Allah amewafunga pingu za duniani za kiimani, na hiyo itapelekea watafungwa pingu akhira. Ulaika al-aghlalu fi anaqihim wa ulaika ashabu nari hum fiha khalidun, na hawa ni watu wa motoni, humo watakaa milele. Kwa nini watakaa milele? Kwa sababu ni makafiri. Muumini akiingia motoni, anaweza akasamehewa muumini asiingie motoni kwa makosa yake, au anaweza akaadhibiwa, lakini hatimaye atatoka, hakai milele. Anayekaa motoni milele ni nani? Wanapinga ina ni jambo la kufufuliwa, atakaa motoni milele. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akataja hali katika hali za hawa waliomkufuru, katika tabia zao, wayastajilunaka bi as-sayyi'ati, wanaharakisha, wanakutaka ulete, wanakutaka haraka, wanakutaka ufanye haraka kuleta ubaya, yani adhabu. Lete basi adhabu. Unasema sisi hatuko sawa, yani sisi tumepotea na tunaishi katika upotevu na mkasirisha Mwenyezi Mungu. Mbona hajatuadhibu? Mbona tunadunda? Mbona tunapata pesa? Mbona tuna afya? Kama ni kweli basi na alete. Ni kama wale wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai au itina bi'adhabin alim. Walisema, ewe Mwenyezi Mungu. Unajua wanamwamini Mwenyezi Mungu kwamba yupo, na hiyo haitoshi kuwa ni imani. Ewe Mwenyezi Mungu, kama hiki anachokisema Muhammad ni kweli, basi tuletee mvua ya mawe, tuletee mvua ya adhabu. Faamtir alaina, mvua ya adhabu ya mawe, hijaratan minas samai au itina, au tuletee biadhabin alim, adhabu yoyote ingine ambayo inatia uchungu sana. Si bora wangesema, ewe Mwenyezi Mungu, kama hii ni haki basi tuoneshe. Wao wakasema neno la jeuri, kama hii ni haki basi Mwenyezi Mungu tuletee adhabu. Na kilichowahadaa, kilichowaghuri, kilichowapa kibri ni ile huruma na rahma ya Mwenyezi Mungu. Wakati gani? Kwamba mwanadamu anaishi katika maovu mengi. Analala anaamka, analala anaamka, anaenda kazini anarudi, anaenda kazini anarudi, anatafuta pesa anapata, analima anapata, akila digestion inafanyika. Kwa hivyo ingelikuwa anakula chakula kinamkamata, analima hakulimiki, anafanya nini? Angelirudi kwa Mola wako. Kwa hivyo jeuri yako wewe ni kwa sababu Mola wako ameacha kukuadhibu mapema, amekupa gepu ili urudi, ndio jeuri yao. Kwa hivyo yastajilunaka bil adhabi, wanakuambia na ije basi hiyo adhabu. Yastajilunaka bis sayyi'ati qabla al hasanati, qabla al hasana, wanakutaka ubaya kabla ya uzuri. Katika tafsiri
Yani wanaomba, wanaitisha mabaya badala ya kuitisha kheri. Yani kwa nini wasiseme Mwenyezi Mungu tupe kheri? Kwa nini wanasema Mwenyezi Mungu? Walikuwa wanaweza kusema kama hii ni haki, basi Mwenyezi Mungu na atupe neema tuone. Nasema Mwenyezi Mungu atuletee adhabu. Kwa hivyo hii kabla, yani badala, kuna mufassiruna wametafsiri yastajilunaka bisayiati qabla alhasana, wanaomba ubaya badala ya uzuri. Imekuja katika tafsiri namna hii, katika maana ya maelezo yao, wanakuomba mabaya badala ya mazuri. Kwa mfano mtu anapojiapiza na mambo mabaya, si alikuwa anaweza kuomba mazuri? Wayastajilunaka bisayiati qabla alhasana. Kadhalika katika maana wayastajilunaka, wanakutaka ulete haraka au wanataka haraka mabaya kabla ya mema. Katika tafsiri kadhalika wanataka waletewe adhabu kabla ya mema hayajamalizika. Katika mema ni mtu, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amemwandikia mwanadamu umri maalum. Katika huo umri anatumia neema za Allah, sio? Anatumia pumzi ya Allah. Allah katika kanuni zake wakati mwingine ni huyu mja hata kama anamkosea Allah mpaka amalize umri wake, mpaka akamilishe riziki yake. Umri wake na riziki yake ni mazuri au sio mazuri? Ni mazuri. Kama vile Allah anasema, ni vipi wanataka Allah awaadhibu na Allah amewaandikia mazuri wayapate kwanza. Hata kama wataasi wanatakiwa wayapate yakamilike, ndio adhabu itakuja baada ya hapo. Acha waishi mpaka watakapokufa ndio Allah atawaadhibu. Katika baadhi ya mufassirun wametafsiri hivyo, yastajilunaka bisayiati qabla alhasana, wanataka haraka yaje mabaya kabla ya mazuri. Yani lazima mazuri yamalizike kwanza, riziki yao imalizike na yale walioandikiwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake. Manake yale ule umri wa mja wake na riziki alomwandikia ni kama ahadi, ni lazima itimie. Wayastajilunaka bisayiati qabla alhasana wa qad khalat min qablihim almathulat, na hali ya kuwa imepita kabla yao mifano. Yani hilo jambo lililowafanya waseme mbona haiji adhabu, kwani hawajaona mifano ya watu wa zamani walimuasi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla miaka mingi, hawakuadhibiwa mapema, lakini hatimaye waliadhibiwa. Kwa hivyo hiyo kupewa gepu, kwani sio mfano unaotosha. Waliopewa gepu watu wa zamani sio mfano unaotosha, na wao waone kwamba na sisi tuko kwenye gepu la kupewa, tukiendelea na ukafiri tutaadhibiwa. Kwani haitoshi wao kujua hivyo? Ndio maana ya waqad khalat min qablihimul mathulat. Firauni si alikuwa anayafanya yale aliyokuwa akiyafanya, akijiita Mungu, alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Mimi sio mfalme wa Masri na hii mito yote inapita chini ya amri yangu, hivi hamuoni? Ana rabbukumul a'la. Hiyo alikuwa akisema hata kabla ya Nabii Musa hajaja, na akiwaua nani? Bani Israeli. Anawaua miaka nenda. Hebu fikiria wewe, ni ukubwa wa hii dhambi la mtu kila mwanamke mwenye mimba akizaa tu mtoto wa kiume ameuliwa, akizaa mtoto wa kiume ameuliwa, akizaa mtoto, na mashushushu wamewekwa kila mahala. Hiyo dhambi ilichukua muda mrefu sana. Achilia ule muda ambao hatuujui, lakini tunajua kwamba Nabii Musa alikutana na hiyo vurugu ya kuuliwa watoto wa kiume akasalimika, sio? Mpaka Nabii Musa anapewa utume anaenda kwa Firauni miaka mingapi? 40. Kwa hivyo inna Allaha la yumli lidhalim hata idha akhadhahu lam yuflit. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaweza akampa dhalimu muda mpaka ili atakapomkamata asiweze kuchoropoka. Yani asiweze kuchoropoka kupitia rehema zake. Yani Allah anampa dhalimu muda mwingi
mpaka yani afanye mambo ambayo hafai kurehemewa tena. Ndio maana ya hata idha akhadhahu lam yuflit, anapewa muda. Sio kwamba angekamatwa mapema, kama vile labda amekamatwa, umemkamata nani, umetegwa mtego kabla yule unayemtega hajaingia vizuri. Sio kwamba Mwenyezi Mungu anamchelewesha kwa sababu labda akishtua mtego kwa wale wanaotega wanyama kwa kushtua, sio kama hajaingia vizuri, ukishtua atachoropoka. Sio kwamba Allah anafanya hivyo ili usichoropoke, kwamba alikuwa angekukamata mapema ungechoropoka. Hapana, bali huenda ungechoropoka kwa rehema zake yeye. Kwa hivyo anampa gepo dhalimu azame katika uovu mpaka vigezo viseme kwamba hafai kurehemewa. Inna Allah la yumli lidhalim hata idha akhadhahu lam yuflit. Kuna dhalim, kama dhalim hajaingia vizuri katika madhambi, akisema ya Rabbi ya arhamar rahimin, Allah atamwachia. Lakini kuna level akifikia haachiwi, kama nani? Firauni. Hata idha adrakahu algharaq qala amantu billadhi amanat bihi amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin qala al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min almufsidin. Firauni alitamka shahada wakati wa gharq, lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akakataa. Hata malaika ambao huwa wanapenda mtu atubia, hata kama ni dakika za mwisho, unaambiwa walikuwa wanachukua mchanga wanatia mdomoni mwake asija akamlilia Mola wake, mara amepatwa na rehema za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo mtu akiwa makosani, akiona ana afya, asidhani kwamba Allah ameghafilika au ameshindikana. Wayastajilunaka bisayiati qabla alhasana, wanaharakisha mabaya kabla ya mazuri. Waqad khalat min qablihim almathulat, na hali ya kuwa imepita kabla ya hawa watu mifano. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnas, kinachochelewesha ni hicho tu. Mola wako ni mwenye msamaha kwa watu, na katika vinavyoambatana na msamaha wake ni kumpa gepu mkosaji ili atubie. Hata kama hakutubia, anapewa gepu ili atubie. Hata kama hatotubia, hiyo lawama ibakie kwake yeye, asije akasema Mola wangu hakunipa. Ni vipi Mwenyezi Mungu ni msamehevu na hali ya kuwa hakutupa mazingira ya kupata msamaha wake? Kwa hivyo hii la dhu maghfiratin, Allah ni mwenye kusamehe, sio kwamba anawasamehe yani kwamba yani wale mkufuru wana mlango wa kusamehewa. Hapa kusamehewa hapa ni kupewa muda. Hiyo ni aina ya msamaha, kwa sababu kama ilikuwa aadhibiwe kuanzia jana, hakuadhibiwa akaja kuadhibiwa kesho, manake jana na leo kapata msamaha. Yani kama ilikuwa afungwe miaka 10 akafungwa miaka 5, ile miaka 5 si msamaha? Yes. Ndio maana ya wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim. Watu wanafanya dhulma na Allah anachelewesha kuadhibu. Maana yake hata akiwaadhibu tayari kwa muda ambao hakuadhibu ni aina ya msamaha. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim. Na hii kusema Allah dhu maghfira, Allah ni mwenye msamaha, ni pamoja na kutoa gap na nafasi. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi, yani Allah anawaambia sababu ya mimi kuwachelewesha nyinyi ni kwa sababu mimi ni mwenye msamaha na ninatoa muda wa watu kuutumia ili wasamehewe. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim. Wallahi, ukisikia aya hizi usiwafikirie watu wengine tu, makafiri na wale wenye mambo yao. Ndio, alhamdulillah sisi hatuna kama ya kwao, na sisi tuna makosa ambayo lau kama Allah angelikuwa analipa kibaba kwa kibaba, walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahariha min dabatin, ingelikuwa Allah anaadhibu watu wote, kila anapokosea basi alipwe, kila anapokosea alipwe.
sio kwa kanuni hii iliyojiri, ambayo katika yale wanayokosea mengi anakamata kwa machache, anaadhibu kwa machache. Lau kama sivyo, watu wote wangeliadhibiwa. Kwa hivyo ni lazima uhudhurishe ihsani na fadhila za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Sisiwe tu unawafikiria watu wengine kwamba wao ndio wamepata favor ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kila mtu amepata favor ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Lakini watu wanapishana katika madhambi. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim, hakika Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, hakika Mola wako ni mwenye dhu maghfiratin, ni mwenye msamaha, linnasi, kwa watu, ala dhulmihim, juu ya dhulma yao. Wa inna rabbaka la shadidul iqab, yani kwamba Allah ni msamehevu, isikusahaulishe kwamba Allah pia anaadhibugi. Hujaona wangapi katika wanadamu wamekamatwa kwa madhambi yao? Hujaona bwana, mtu ana mambo yake yameharibika ghafla, unaambiwa bwana, huyu ni matokeo ya madhambi. Zamani alikuwa jambazi, hizi mali zake sasa unamwona anafilisika, anafedheka. Huyu jamaa zamani alikuwa mkabaji, huyu hizi mali zinatokana na ukahaba, huyu mali hizi kadha na kadha. Sio hayo ambayo umeyaona kwa watu wengine walioadhibiwa, uyakumbuke pia. Usikumbuke tu kwamba Allah ni mwenye msamaha. Kwa hivyo hiyo inambalance mwanadamu, asikate tamaa wala asiwe na matumaini mpaka mfanye Mwenyezi Mungu ni shoga yake. Mwenyezi Mungu hana nasaba na mtu yoyote. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab, na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Katika ukali wake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, sio unamwona alimwadhibu Adam. Katika ukali wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, si unaona alimshika Dhannun, Nabii Yunus. Dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Na masahaba walifanya kosa tu, aliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, msiondoke hapa katika vita vya Uhud. Wakashuka, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akawaletea adhabu, wakapigwa vibaya sana. Katika vita vya Hunain walisema sisi leo tuko wengi bwana, tawakkuli yao kumtegemea Mwenyezi Mungu ikadhoofika, wakaadhibiwa. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hana nasaba na yeyote. Kama ambavyo unakumbuka mifano ya rehema zake, hiyo isikubweteshe mpaka ukawa unajisahau, hutubii wala huogopi. Hivyo kuwa na matumaini na rehema zake na kuwa mwoga. Nabi ibadi, waambie waja wangu, anni ana al-ghafurur rahim, kwamba mimi ni msamehevu sana. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim, na adhabu yangu ni adhabu tungu sana. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab, hakika Mola wako ni msamehevu sana juu ya watu pamoja na dhulma yao, na Mola wako ni mkali wa kuadhibu. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi, wanasema waliokufuru, mbona haijateremshwa aya kutoka kwa Mola wake, haijateremshwa juu yake aya. Yani katika visingizio vya kutokuamini, katika visingizio walisema mbona hatujaadhibiwa. Na wewe unasema sisi tunaishi katika makosa, mbona hatujaadhibiwa? Kwa hivyo wakafanya ni nini? Yani rehema ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndio imewafanya wasiamini. Na hapa kadhalika wanasema mbona hajaja na miujiza, na ni waongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na miujiza mbalimbali, lakini tatizo wao wanataka muujiza uje kama wanavyotaka wao. Na suala la muujiza ni suala la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wao wanampangia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun yani mu'jizatun, jambo la ajabu, min rabbi, kutoka kwa Mola wake.
Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akamwambia Mtume, waambie hizo si anga zangu, inama anta mundhir. Hata wakati mwingine nyinyi waganga, nyinyi wa ruqya, shaitani anakuambia wewe huniwezi, mwambie tangi hapo hizo sio anga zangu. Anataka kuingize mkenge, umwambie mimi. Sasa kusema mimi wakati yeye kataja jambo ambalo ni katika kudura za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, mwambie mimi sikuwezi, lakini Mwenyezi Mungu anakuweza. Kwa hivyo yani suala la miujiza na maajabu ni suala la Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Inama anta mundhir, hakika si vinginevyo wewe ni mwonyaji. Wala muujiza sio specialization yako, lakini wewe ni mwongozaji. Kwa nini mbele akasema walikulli qaumin hadi, na kila watu walikuwa na kiongozi. Yani wewe si wa mwanzo, wewe ni mwongozaji, na wewe si wa mwanzo, kama alivyomwambia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, alimwambia Mtume, qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli, waambie mimi sio bid'a katika mitume. Si yani mimi sio wa mwanzo, sio ndio nimeibuka mara ya kwanza, mimi mitume wamepita kabla yangu. Walikulli qaumin hadi, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidhu al-arham wa ma tazdad. Mwenyezi Mungu anajua kila ambacho kinabebwa na kila mwanamke, kila jike, iwe ni mwanadamu au sio mwanadamu. Allah anajua kile kilichoko katika mimba, kilichoko katika mayai, mpaka na mwisho wake kitakuwaje. Allah anajua kila kitu. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidhu al-arham. Kadhalika Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anajua yanayo, wametafsiri hapa wa ma taghidhu, na yale yanayopunguzwa na mifuko ya uzazi. Nimetafakari Kiswahili neno ambalo yani baada ya kuangalia na ni tafsiri za ulama kwenye kutafsiri ile neno wa mataghidhu na kujaribu kuzikusanya hizo kauli na kuzibalance, imenijia kwamba neno fasaha hapo la Kiswahili itakuwa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, Mwenyezi Mungu anajua kila kinachobebwa na mwanamke katika ujauzito, yani kila jike. Wa ma taghidhu al-arham, na yale yanayochakatwa na mifuko ya uzazi. Anajua kila kinachochakatwa na uchakataji wote, process yani. Yale yanayoprosesiwa na al-arham, na mifuko ya uzazi. Wa ma taghidhu al-arham wa ma tazdad, na Allah anajua vile vinavyozidi katika vile vilivyobebwa na matumbo na mifuko na arham. Ndio maana hilo neno la mwisho wa ma tazdadu, wanachuoni wakasema basi kama amesema wa ma tazdadu, ile wa ma taghidhu al-arham, Allah anajua yale yanayopunguzwa na mfuko wa uzazi katika vile vilivyobebwa. Mimba ilikuwa kubwa, mara ikarudi nyuma ikapungua kilo. Wa ma tazdadu, na Allah anajua vile vinavyozidi. Lakini muda kwa Allah ametumia neno ma taghidh, hiyo inahusisha process. Neno process ni pana zaidi, yanayochakatwa na mfuko wa uzazi. Wa ma tazdadu, na vinavyozidi Allah anajua. Wa kullu shay'in indahu bimiqdar, na kila kitu kwake kinaenda kwa viwango maalum. Najua jamani, watu na wazungumze sayansi alafu wazungumze mwisho wa mpaka wao na wawe na adabu. Watu leo wanadhani wana sayansi wanaweza kupanga hata mtoto apate wa kiume au wa kike, awe ni bright ama siwe bright. Yani wanaona ni katika mambo ambayo
yani yako ndani ya uwezo wa binadamu. Umeelewa? Ndio hivyo vyakula na lisha anazopewa mama ni sababu. Vinaweza kuwa ni sababu, kama vile mwanadamu akila vizuri ni sababu ya kupata afya nzuri, sio? Akijinyima kula mwili utapungua, lakini usiegemeze matokeo 100% kwenye hizi sababu. Kwa hivyo ukifanya process fulani kwa ajili ya matokeo fulani, lazima ubakishe pia kwamba insha Allah, lazima hii iwepo insha Allah. Kila kitu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amekadiria, wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Kila kitu kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kiwa viwango maalum, kwa kuwa yeye alimul ghaibi, ni mjuzi wa mambo yaliyofichikana, wa shahadati, na yale yaliyodhihirika. Al-Kabiru, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni mkubwa. Al-Kabiru ni mkubwa na ni mkuu. Kiswahili sinafahamika mkubwa na mkuu. Mkuu ni kwa cheo na mkubwa ni kwa dhati yake. Allah ni mkubwa kwa dhati yake na ni mkuu kwa cheo, na maana zote mbili zinaingia kwenye na katika neno Al-Kabir. Al-Kabir Al-Mutaal, yeye ni wa juu. Kama sikosei, As-Saadi ametafsiri yani Al-Mutaali ni kama vile Taala Allahu amma yasifun, yani wao wanamuelezea Mwenyezi Mungu katika level ya kumshusha. Wanaposema Mwenyezi Mungu ana mtoto, wanapompa sifa za binadamu, alafu yeye anasema Taala Allahu, Allah amekuwa ni wa juu. Yani katika maana za Al-Mutaali, yani amekuwa juu zaidi ya wanavyomdhania Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, zaidi ya vile wanavyomkadiria Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Al-Kabiru Al-Mutaal. Sawa'un minkum man asarra al-qawla, ni sawasawa kwenu nyinyi yule ambaye ameficha kauli, wa man jahara bihi, na yule ambaye amedhihirisha, yani sauti ya juu na ile unayonong'ona unatamka tu kwenye ulimi haisikiki au imebakia tu moyoni. Kwa Mwenyezi Mungu ni sawa sawa hizi kauli mbili. Maneno haya ni kama vile kusema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kama ambavyo anaona kitu gizani, ni hivyo hivyo anavyoona wakati wa mchana. Kama ambavyo anamuona sisimizi mdogo, alafu juu ya udogo ni mweusi, alafu mweusi yuko kwenye jiwe jeusi, alafu kwenye usiku, alafu kuna kiumbe mwingine tembo. Tembo yule mwenye rangi nyeupe, wanasemaga wapo hao tembo mwenye rangi nyeupe, alafu yuko katika jangwa saa 6 mchana. Vile anavyomuona huyu na huyu ni sawa sawa, kwa sababu ingelikuwa ni tofauti katika kuona kwake, maana yake lile giza lingekuwa lina namna ya kumficha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kitu fulani. Ni sawa sawa kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwa yule anayedhihirisha kauli na yule anayeficha, anakaisema kwa siri au akaibakisha moyoni, na ni sawa sawa kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yale yaliyodhihirishwa na yale yaliyofichikana. Alimul ghaibi, Mwenyezi Mungu anajua yenye kufichikana, wa shahadati, na yenye kushuhudiwa. Al-Kabiru Al-Mutaali, yeye Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni mkubwa na ni mkuu. Al-Mutaali, na ni wa juu. Sawa'un minkum man asarra al-qawla, ni sawa sawa kwenu nyinyi yule ambaye amedhihirisha kauli yake, amesirisha kauli yake, wa man jahara bihi, na yule ambaye anaidhihirisha, wa man huwa mustakhfin billaili, na yule ambaye anajificha kwenye usiku, wasaribun bin nahari, na yule ambaye ana wasaribun, yani wa dhahirun bin nahari. Lakini wasaribun bin nahari wametafsiri sarib, yani asirbi ni nyumba, wasaribun bin nahari, na yule aliyeingia kwenye nyumba yake wakati wa mchana. Yani ni sawasawa kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa mtu ambaye anajificha
akajificha kwenye giza la usiku, kwa hiyo akajificha na usiku ndio kinachomficha, au akajificha kwenye nyumba yake, au wasaribun bin nahari, yani wadhahirun bin nahari, sawa sawa yule ambaye anajificha kwenye usiku na yule ambaye anajidhihirisha kwenye mchana. Na maana zote natija yake zinasema kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anajua kila kitu na anaona kila kitu. Tumalizie aya hii, lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amri llah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anao wenye kupishana. Muaqibatu ni wenye kupishana. Hii aqiba, yani dakhala fulanun aqiba fulani, ameingia fulani baada ya fulani. Kwa hivyo hapa anamaanisha almalaikatu muaqibatu, malaika ni wenye kupishana katika kupeana shifti za kuwalinda. Limetumika katika Qur'ani neno la kuwahifadhi wanadamu. Kuwahifadhi wanadamu maana yake kuhifadhi matendo yao, kuyaandika na kuyadhibiti, na kuwahifadhi wanadamu kwa maana ya kuwalinda. Mufassiruna wametafsiri kipande hiki cha aya kwamba malaika wana kazi mbili hawa, almuaqibat, wanaopeana shift kwa mwanadamu. Hao ndio ambao wanamlinda mwanadamu, na hao ndio ambao wanaandika matendo yake mema na mabaya. Lahu muaqibatun, anao wenye kupishana. Min baini yadayhi, hiyo he inarejea kwa mwanadamu, mbele ya mwanadamu, wa min khalfi, na nyuma yake, yahfadhunahu min amri llah, wanamhifadhi mwanadamu kutokana na amri ya Allah. Kwenye neno yahfadhunahu min amri llah, wanamhifadhi kwa sababu Allah amewaamrisha, kutokana na amri ya Mwenyezi Mungu amewaamrisha wamhifadhi mwanadamu. Min amri llah, kwa maana hiyo. Wa yahfadhunahu min amri llah, wanamhifadhi kutokana na qadari ya Allah ambayo haijatokea. Wanasema kuna qadari ambayo haijatokea, kuna qadari ambazo hazikutokea lakini zimeblokiwa na qadar. Yani kuna qadari imeblokiwa na nini? Na qadari. Kwa hivyo mwanadamu huyu alikuwa apate na jambo fulani, hawa malaika yahfadhunahu, wanamhifadhi kutokana na hayo mambo ya Allah ambayo yalikuwa yampate, ili asimpate, sababu Allah hajataka yampate. Kwa hivyo mwanadamu hawezi kupata na jambo lolote mpaka malaika walione hili, tumeshapewa ripoti kwamba tuliachilie hili, Allah amelipitisha. Hili linalokuja halitakiwi limpate, hii ni qadari ambayo haitakiwi mpate, wanaizuia. Yahfadhunahu min amrillah. Kwa hivyo mmeelewa hapo neno yahfadhunahu min amrillah, tafsiri mbili. Yahfadhunahu min amrillah, wanamhifadhi kutokana na amri ya Allah aliyoamrisha. Wa yahfadhunahu min amrillah, wanamhifadhi, hiyo amri ni yani majambo ya Mwenyezi Mungu, wanamhifadhi kutokana na majambo ya Mwenyezi Mungu yasimpate. Kwa hivyo yahfadhunahu min amrillah, yani yahfadhunahu bi amrillah, wa yahfadhunahu min amrillah, wa yahfadhunahu an la yusaba bi amrillah, asije akapatwa na jambo la Mwenyezi Mungu. Yahfadhunahu min amrillah. Kisha akasemaje? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, Mwenyezi Mungu habadilishi yale yaliyoko kwa watu, ma biqaumin, yale yaliyoko kwa watu, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wabadilisha yale yaliyoko kwenye nafsi zao. Tulikuwa tumegusia mwanzoni mwa darasa kwamba katika swala la hidayah, Allah anamkadiria mja, anamfunga mja vifungo vya hidayah, asiende katika hidayah, na kadhalika yeye ndiye ambaye anafungua. Lakini tukasema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anamkadiria mja mabaya kwa sababu yeye mwenyewe amesababisha. Hiyo inafanana kabisa, yani aya hii inafafanua kwamba Allah, watu wakiwa katika neema, angalia hiyo kanuni ya msingi sana. Ili swali huenda linaulizwa kwamba je, kanuni ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kama mtu yuko katika neema, ni tajiri, ana cheo, mambo yake mazuri,
Je, anaweza kukumbwa tu na kadari bila ya sababu aliyoifanya yoyote, akaja akatolewa katika reli akawa ni mtu duni na hali ya kuwa alikuwa ni aziz? Kanuni ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hambadilishi mtu kutoka katika neema akampeleka katika dhiki mpaka yeye mwenyewe aanze kufanya mabadiliko mabaya katika nafsi yake, hata yughayyiru ma bi anfusihim. Dhalika bi anna Allah, aya nyingine, dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hata yughayyiru ma bi anfusihim. Hivyo inatakikana ifahamike kwamba Allah hakuwa ni mwenye kubadilisha neema ambayo amewapa watu mpaka wao wabadilishe. Kwa hiyo kama kwenye ukoo wenu kuna uchifu, wewe uchifu utaendelea kuwepo tu. Ukifika mahala umekatika, kuna mahala watu katika familia wamekorokochoa. Ulikuwa unataka niseme neno hilo? Kuna mahala mmekorokochoa. Unafahamu kukorokochoa? Kwa mfano hii simu ujitie fundi uanze kufungua, mara umefungua, mara simu imegoma, umekorokochoa mwenyewe. Dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hata yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hakuwa mwenye kubadilisha neema ambayo amewapa watu mpaka wabadilishe. Na wanachoni wengine wakasema hii ni vice versa, pia ni sawa, kwamba kama wako katika dhiki na matatizo, wakitaka mabadiliko wao wabadilike, wabadilishe hali zao, waende kwenye uzuri ili Allah watoe kwenye ubaya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah habadilishi yaliyoko kwa watu hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wabadilishe yale yaliyoko kwa wao. Wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu, na Allah akiwatakia watu jambo baya, yani huu ni mfano wa mabadiliko ya Allah. Akitaka kubadilisha kutoka kwenye neema akaleta ubaya, msidhani kwamba kuna sababu zitawazuia. Hiyo ndio Waswahili wanaitaga anguko, Sheikh. Ikifika zamu ya anguko, wewe muda mrefu Allah amekupa neema, una mali, hutoi sadaka, sijui unafanya nini, unadhulumu watu, unasema mbona ninapeta tu ninapeta. Ikifika tarehe ya anguko, akileta anguko lazima utadondoka tu. Yani ukisema umeharibu, ukitenda kila unachogusa unaharibu tu. Hiyo Waswahili wanaita anguko hiyo. Wa idha arada Allahu biqaumin, ukiona mtu kila anachojitahidi anateleza kadondoka, kila akishika jambo, yani wewe shika tu kwamba wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda. Allah akiwatakia watu jambo baya hakuna wa kurudisha. Wa ma lahum min dunihi min wali, wala hawana kinyume na Allah mlinzi na msimamizi. Wali ni yani nasiri, wali min alwilaya, wa kuwasimamia. Hawatakuwa na kuwasimamia kama Allah amewatupa mkono. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.